Bwana wabariki. Kwa jina anajulikana Nabii Felix David Msongo kutoka kwenye maskani ya Neno Ujumbe Saa kutoka jijini Arusha, Tanzania. Leo tarehe 12 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya unabii ambao mwamba mashauri Yesu alitoa. Ilikuwa tarehe 17 ya mwezi wa 4 mwaka 2024, wastani wa miezi 26 iliyopita. Mwamba mkuu Yesu alitoa unabii kuhusiana na ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa Mungu mkuu Yesu alieleza kwamba ukanda wa Afrika Mashariki utakutwa na mfumuko wa bei, kiwango ambacho hakijawahi kudhibitika katika mikoto hiyo, na Mungu alieleza kwamba aina hii itatokana na kupanda kwa bei ya mafuta, na hiyo nguvu itatoka nje ya nchi, kiasi ambacho serikali za ukanda huu zitashindwa kuweza kutatua tatizo hilo katika lugha ile ambayo Mungu mkuu Yesu alisema wakati ule wa tarehe 17 ya mwezi wa 2 mwaka 2024. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo unabii ule umetimizwa, na tayari tumekwisha pandisha. Unaweza kufuatilia mtandao wetu wa TikTok, utaona kuna unabii uliotimizwa. Tumechukua maelezo ya unabii pamoja na unabii wenyewe na matokeo ya unabii, na tukaunganisha na tumepandisha kupitia mtandao wetu wa TikTok wa Felix Mkristo Ministry, na pamoja na mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mkristo Ministry, ili watu waweze kujua kwamba Mungu mkuu Yesu anaujua mwisho utakuwa. Lakini niko hapa leo kuelezea hasa kwenye dhidi ya viongozi wa ngazi ya juu, kuzungumzia habari ya viongozi wa serikali. Mjue kabisa kwamba Mungu mkuu Yesu huwa anatoa nabii, huwa anatoa unabii wa mambo kabla haijatokea, ili watu wachukue tahadhari au serikali zichukue tahadhari. Kwa niko hapa kufanya marejeo haya ili wajue kabisa, au mjue tunapotoa unabii hatutoi kwa sababu tujulikane, ila tunatoa unabii ili watu waweze kusaidika, serikali zisaidike, hasa yale matukio ambayo yanahusu serikali za ukanda wa Afrika Mashariki na serikali za dunia kwa ujumla, na watawala pia, ili waweze kupata kujua michoro ya kinabii. Na ikumbukwe kama ile ya tarehe 17 ya mwezi wa 2 mwaka 2024, serikali za ukanda huu wangechukua tahadhari kama unabii ulivyoeleza, uliweka wazi na yote yanaendelea, yote yanaelezwa kwenye unabii ule, bila shaka sasa hivi kulikuwa na jawabu la jumla kwa maana ya namna ya kuweza kulitatua tatizo hili. Kwa niko hapa kufanya marejeo haya na kuweza kushauri serikali za ukanda huu, serikali za dunia, wajue kwamba Yesu huwa anatangulia kujisema. Lakini kumbukwe unabii mwingine umetoka kuhusiana na ukanda wa Afrika Mashariki na dunia kwa ujumla, utaenda kutokea na mgogoro mkubwa sana wa mafuta. Kwa serikali za ukanda huu, serikali za Afrika wachukue hatua haraka sana, sawa na kile ambacho Mungu mkuu Yesu amekieleza katika unabii. Kupitia maelezo haya kutoka ule unabii kutoka tarehe 17 ya mwezi wa 2 mwaka 2024, tutaunganisha pamoja na unabii mpya ambao umetoka, ili viongozi wa ukanda huu, viongozi wa dunia, mchukue tahadhari pale mnapoona nabii zinatoka. Tunajua watu wanaweza kuwa na imani tofauti, hasa watawala na viongozi wa serikali, lakini mjue Yesu Kristo huwa anatoa nabii duniani kuweza kuweka amani zake ulimwenguni. Kwa hiyo tubu dhambi, keuka mambo ya Yesu anarudi moja siku hizi. Uweze kufuatilia jumbe mbalimbali kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mkristo Ministry. Kuna jumbe mbalimbali tumeachilia, na jumbe hizi ni jumbe za kinabii. Usitumie kile kwa cosmology, usitumie kile kwa theolojia. Unapaswa kumuuliza yeye Mwokozi Mungu mkuu ambaye anazungumza habari zake. Kuelekea moja siku za mwisho anaachilia amani zake za utambulisho ulimwenguni. Lakini mtandao wetu wa TikTok tunapandisha nabii mbalimbali na nabii zilizotimizwa, na mpaka sasa nabii 157 zimekwisha timizwa kati ya nabii 194 ambazo Mungu alianza kuzitoa tokea mwaka wa 2023. Kuanzia mwezi wa 9 ndiko tulipoanza kurekodi nabii mbalimbali, na mpaka sasa nabii 194 zimekwisha tolewa na nabii 157 zimekwisha timizwa. Hii inaonyesha kwamba Mungu mkuu Yesu anaweka anwani zake maalum ulimwenguni. Tubu dhambi, keuka mambo ya Yesu anarudi moja kwa siku hizi. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu Yehova tunaye katika Mungu. Amen. Tarehe 17 mwezi wa 2 2024, Bwana asema hivi: kutatokea na mfumuko wa bei, na hii inatokana na kuongezeka kwa gharama ya mafuta. Mafuta yatakwenda kuwa ghali mara 2 ya kiwango cha sasa, itakaopelekea mfumo mzima wa uchumi katika ukanda wa Afrika Mashariki utayumba, kiasi ambacho kutatokea na mifumuko ya bei kwenye nchi hizo. Naona nchi Rwanda, Burundi, naona Kongo, naona Uganda, Tanzania, Kenya, pamoja na maeneo ya Afrika ya Kati kwenda mpaka kwenye pembe ya Afrika. Kutokea na hali hiyo ambayo italeta madhara. Kwa hiyo watu binafsi na serikali za mataifa hayo
yafanye uchunguzi wa kina kufuatilia mwelekeo wa upandaji wa mafuta, lakini itapanda kwa sababu hiyo nguvu haiko kwenye mikono yao, ni nguvu inayotoka nje, itakayopelekea maisha kuwa ghali, chakula kitapanda bei, gharama za usafiri zitaongezeka, yes, na huduma mbalimbali zitaongezeka kutokana na mfumuko huo mkubwa wa bei unaoletwa na matumizi ya mafuta. Njia pekee ambayo naweza kushauri kwa muda mrefu, serikali za maeneo haya wajaribu kufanya tafiti za kina kugundua vyanzo vya gesi ili iweze kuwa mkoa mbadala katika miaka inayokuja. Hii nimeisema ni matukio ya hapa karibuni, lakini ninajua kuna nini kitatokea huko mbele ya safari katika miaka ijayo. Kwa hiyo serikali za mataifa haya unaweza kuchukua kuliangalia huo mtiririko mzima ili waweze kujiandaa na hiyo hali ambayo bila shaka itatokea. Bila shaka itatokea kuelekea moja ya siku hizi za karibuni. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatoa ushauri. Serikali, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakuomba kaka yangu, chukua pointi 5 muhimu wakati huu. Chukua pointi 5 muhimu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nenda kakate matumizi ambayo hayana umuhimu yote ya serikali. Kuanzia mwezi wa 4, wa 5 mpaka wa 7. Fedha zitakazopatikana weka ruzuku kwenye mafuta yashuke bei, tuwasaidie Watanzania waweze kupata unafuu ili kusudi uchumi wa taifa usiweze kuyumba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nataka nikwambie, fanyeni rais wetu aendelee kuwa popular president kwa kufanya matukio ambayo yatawagusa Watanzania. Hapa tukitaka kumung'unya maneno tutakuwa hatumsaidii huyo rais ambaye tunasema kwamba tunampenda. Kumsaidia rais wetu ni pamoja na kutoa ushauri wa kijasiri. Serikali mchukue hatua za kimkakati za kuhakikisha kama itashindikana hata baadhi ya tozo ziondoeni wakati huu, ili Watanzania wapate matunda ya kumchagua Rais Samia Suluhu Hassan kwa kishindo kikubwa katika uchaguzi uliopita. Swala la mafuta, bei ya mafuta nchini, tusifanye mzaha. Tusifanye mzaha. Wananchi hapa, wabunge wameongea mambo mengi sana. Mimi naomba, cha kwanza, punguzeni zile tozo ambazo sio lazima. Punguzeni zile tozo. Cha pili, tuna ile mfumo wa bulk wa kuagiza mafuta kwa pamoja. Turuhusu sasa watu binafsi nao waagize mafuta. Tuweke mara mbili kama walivyofanya wenzetu wa Kenya. Ni lazima tufanye kila namna ili tuweze kuweka mafuta bei iwe nafuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata kama ni kupunguza mapato, tuna maeneo mengi ya wizara mbalimbali ambayo yana bajeti ya vinywaji. Tupunguze kwenye bajeti ya vinywaji, tupate nafuu ya wananchi. Mafuta yataumiza wananchi. Tafadhali Waziri Mkuu, tufanye kila namna, kwa sababu sasa hivi tunatumia bulk. Tumeshaagiza ile mafuta atakuja kwenye mwezi mzima. Kwa sababu hatuna mfumo wa watu private sector, maana yake tutaenda mpaka mwezi mzima. Itatumiza. Si waziri mwenye dhamana wala waziri mkuu ambaye amekata kiu ya Watanzania. Serikali ilisema tunayo akiba ya kutosha ya mafuta kwa miezi miwili. Leo Watanzania wameamka na bei ya ongezeko la zaidi ya shilingi 1000. Swali ambalo serikali haijalijibu, hii 1000 iliyopanda ni kwa mafuta yepi? Yale ambayo tayari yalikuwa yameingizwa nchini, ama ni mafuta mengine ambayo yameagizwa? Kama ni kwa ajili ya suala la mgogoro Mashariki ya Kati baina ya Iran, Marekani pamoja na Israeli, haya mafuta si tayari yalikuwepo ndani ya nchi? Kwa nini ongezeko limekuwa ni kubwa sana? Kauli ya jumla ya waziri mkuu haijawasaidia Watanzania kujua nini kinaendelea. Bei mpya imetangazwa na nimeangalia kwenye mtandao, ni kweli bei imetangazwa. Hapa Dodoma lita moja inaenda mpaka shilingi 3800. Yaani zaidi ya 3800 hapa Dodoma. Nimeangalia kwenda mpaka Msoma ni 3900. Lakini nimeangalia kwenye jimbo langu kule mwishoni, kituo ambacho nakitambua EWURA ni kituo cha Kiwanja Nyamungo kabla ya kuelekea Serengeti. Pale ni zaidi ya shilingi 4000 kwa lita moja. Sasa hii ni jambo ambalo ni jambo kubwa sana kwa kweli, na ni jambo ambalo kwa kweli kwa udharura wake serikali inabidi ichukue hatua ya kutueleza Watanzania, kutuhakikishia namna ambavyo maisha yataenda kwa kipindi hiki, lakini pia na kuwaonesha kupanda kwa bei ya mafuta
ambao kumetangazwa leo na kauli ya Mheshimiwa Waziri aliyowaambia Watanzania kwamba akiba ya mafuta ipo mpaka Julai 26. Ukiwaambia watu kwamba akiba ipo mpaka Julai 26, maana yake ni kwamba mafuta hayo si kwamba alikuwa njiani, yapo Tanzania. Sasa hayo yaliyopanda ni yale ambayo yapo tayari kwenye sheri kule Nyamongo, haya yaliyopo kule Serengeti, haya yaliyopo kule Tandahimba, yani hayo yalipanda ni yapi? Ni kwamba mafuta yapo tayari kwenye vituo, kwenye sheri na kwenye matenki kule kwenye eneo la kuuzia mafuta, alafu na bei inapanda. Au watueleze kwamba mafuta haya yalikuwa njiani, yalikuwa hajanunuliwa, sasa ndio yamepanda. Kwa kweli hapa kuna haja ya serikali kutoa clearance kwa Tanzania. Mimi nataka kusema Watanzania, kila kinachofanyika, kama kuna wizi sehemu unakuja au wizi unafanyika, Watanzania wa sasa hivi wana akili, wanajua kwamba hapa pana wizi umefanyika au wizi unakuja. Pakiwa na chochote kinachopitishwa kikiwa cha dili, Watanzania wanajua kabisa hili hapa ni dili. Sio hawa Watanzania wa sasa hivi, ni wale Watanzania wa zamani. Mimi hapa niliongea miaka 4, lakini imebidi tena leo niongee, lakini miaka 4 kina Olisende kama shahidi hapa. Hili swala nalo tumechangia sana kwamba itakuja kuleta athari kubwa sana za kupanda kwa bei ya mafuta. Ule mpango wa bulk procurement wakati unakuja